Mwili unatembea duniani, lakini nafsi inatafuta palipo na nuru. Katika ulimwengu huu kuna maeneo mengi yaliyo mazuri na ya kuvutia. Ndani ya maeneo hayo kuna maeneo ambayo yamebeba majengo, lakini kuna maeneo yaliyobeba roho ya umma huu. Miongoni mwa maeneo hayo ni jiji la Cairo huko nchini Misri, mahali ambapo dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki hivi karibuni alifanya ziara ya kihistoria katika ardhi hiyo yenye baraka na mafunzo lukuki. Safari hii ilikuwa ni daraja la imani linalounganisha vizazi, safari iliyomkutanisha na nyayo za wale ambao waliuza nafsi zao kwa ajili ya Allah na kuacha athari ambazo hazijafutika hadi leo. Shusha pumzi, tuliza akili na twende tukashuhudia safari hii ya kipekee. Kituo cha kwanza kilichobeba hisia nzito ilikuwa ni msikiti wa Sheikh Abdul Hamid ibn Abdul Aziz Kishki, na kusimama juu ya mimbar aliyekuwa akitoa khutba. Kusimama mbele ya eneo hili ni sawa na kurudisha kumbukumbu za sauti ile ya haki iliyotetemesha dunia. Tuko katika msikiti wa Ainul Haya hapa Kahira, maarufu msikiti wa Sheikh Abdul Hamid Kishki, na mimbar hii unaiona ndio ilikuwa mimbar ya mwamba mwenyewe, na mimi nimepewa ruhusa kupanda leo Ijumaa kwa ruhusa yenu. Bismillah mashaallah. Bismillah mashaallah. Baada ya hapo alipata wasa wa kwenda kuzuru kaburi la Sheikh Abdul Hamid Kishki na kumwombea dua mwanachuoni huyo ambaye hadi leo, miongo kadhaa baada ya kufa kwake, bado mawaidha yake yanaendelea kuishi. Nipo lango kuu la kaburi la al-allama farisul minbar wal kalima Sheikh Abdul Hamid ibn Abdul Aziz Kishki rahimahullahu ta'ala, ambapo amefariki rasmi siku ya Ijumaa. Amefariki Sheikh siku ya Ijumaa tarehe 25 mwezi wa Rajab mwaka 1417 sanjari na tarehe 6 mwezi wa Disemba mwaka 1996. Unaona jina pale pameandikwa kullu nafsin dha'iqatul maut, Allahumma arham 'abdaka al-faqir ilayk al-Sheikh Abdul Hamid ibn Abdul Aziz Kishki farisul minbar al-islamiyya wa 'allamatu zamanihi. Na hapa amezikwa yeye na ndugu yake kama unavyoona, inna lilmuttaqina fi jannatin wa nahar maqbaratu fadilati al-Sheikh Abdul Hamid Kishki wa shaqiquhu al-ustadh Abdul Salam Kishki al-Muhami. Kwa hiyo ni kaburi la familia la Sheikh Abdul Hamid Kishki na ndugu yake Abdul Salam, na haya yote ni makaburi kama tulivyosema. Na kaburi hapa sio kama kwetu linanyanyuka, mtu ukiingia unaweza kugundua ni kaburi. Wenzetu wanazikwa underground, chini kwa chini, kwa sababu ya ardhi yao. Baada ya kusema hayo, naomba tumuombee Sheikh, Allah amraham, amsamehe makosa yake na amlaze pahala pema peponi, yeye na mashekhe na maduati na maulama wote wa Kiislamu, Allahumma amin. Kutoka hapo nyayo zake zilimfikisha mbele ya mmoja wa mihimili mikuu ya fikhi ya Kiislamu, Imam Shafi. Kuba hili la kihistoria linalohifadhi mwili wa mwanachuoni huyu mkubwa ni ukumbusho tosha kwamba elimu ya kweli haifi na kheri ya mtu huonekana hata baada ya karne nyingi kupita. Hadha maqamu Maulana Muhammad ibn Idris al-Shafi'i radiyallahu anhu. Hapa ndipo alipozikwa al-Imam Shafi'i rahimahullah. Kumbuka ya kuwa al-Imam Shafi'i amezaliwa nchini Palestina katika jiji la Gaza na kaja kufia katika nchi ya Misri. Safari ilihitimishwa katika ngome kuu ya elimu ya Kiislamu duniani, chuo kikuu cha Al-Azhar Sharif, eneo ambalo limekuwa chemchem ya nuru na msimamo wa kati kwa zaidi ya miaka 1000. Sheikh Nurdin Kishki alishuhudia urithi unaoendelea kuzalisha viongozi wa umma. Hapa tulipo tuko ndani ya Masjid Al-Azhar hapa nchini Misri, jijini Al-Qahira au Cairo. Wenyewe wanakuambia kama anna al-Ka'bata qiblatu al-muslimin kadhalika al-Azharu qiblatu al-ilm. Kama ambavyo al-Kaaba ndio kibla cha Waislamu katika kuswali, basi Al-Azhar al-Sharif ndio kibla cha elimu. Mili yao imelala ardhini,
lakini athari zao bado zinahuisha mioyo ya walio wengi. Ziara ya Sheikh Nuruddin Kishki katika jiji la Cairo imekumbusha ya kuwa uzima wa mtu si miaka anayoishi, bali ni faida aliyoiacha duniani.